Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimehappen huko mitandaoni. Ni kwamba kwa mujibu wa habari ambazo zimesambaa ni kwamba Juma Lokole ameamua kuja kustamp hiyo issue na kuelezea kitu ambacho kimetokea kati ya Zailisa na Haji Manara. Kwa hiyo Juma Lokole bwana amezungumza kiundani zaidi, na tuko naye hapa, utamsikiliza akiwa anaelezea swala hilo na akiwa anaweka wazi kwamba sababu iliyopelekea na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba imeshaandikwa taraka 3 kwamba kila mtu aendelee na mambo yake, kwamba hii ni for real, for sure kwamba kila mtu kweli anakula 50 zake, kwa sababu before tulikuwa tunaona mara wanaachana mara wanarudiana, mara wanaachana mara wanarudiana. Unasikia kwamba wameachana, wenyewe wanakuja na confirm kwamba hawajaachana, wako pamoja na vitu vingine kama hivyo. Lakini this time around kama mambo yamefikia huku na mitandaoni huko kila kitu kimewekwa bayana, basi inatakiwa ifahamike kwamba kweli sasa hivi mambo yamekuwa yani amekuwa serious kiasi hicho, na kwamba tayari taraka 3 zimeshaandikwa. Hawafahamiani, hawapo katika mahusiano, sio hapa wala ahera. Ni kwamba kila mtu anaendelea na mambo yake. So hivyo ndivyo situation ilivyo, na hapa hebu msikilize mwenyewe Juma Lokole alivyokuwa anaielezea hiyo situation ambayo imetokea kati ya Zailisa na mumewe au aliyekuwa mumewe Haji Manara. Ugomvi wao ni wivu tu. Wameachana. Mama sito. Jamani. Pole Sai. Sai pole pia pole Sai. Mbona inuksi? Baraha. Taflani. Alichokiandika Sai Mondani. Cha ukweli chote. Kweli kaka. Soli iko hivi. Huyo binti mnayemuona hapa anaizungumziwa, alichokizungumza sasa ni cha kweli chote, sio kiki. Maana nilikuwa ninakaa kimya, najua anataka kuisema kiki ya Simba. Sio kiki, ni kweli. Nimepigwa simu, nilikuwa nimelala. Sasa hivi jamani, huyo aliyekuwa hapo anaandikwa hapo ni mdogo wake na Zai. Yani huyo binti ana miaka 17, anamuita Zai shangazi. Mama yake anaishi London, kama sio London si USA, anaishi nje ya nchi. Kweli nakumbuka Mai alisemaga kwamba Zai aliondokaga wiki moja kwenye harusi ya Hamisa, aliondoka. Ni kweli Zai aliondoka. Zai kavumilia mengi. Zai mama nyanyaso mengi naambiwa. Haje mtu apinge hii kesi. Jamani, hii kesi iko clear kabisa. Ipo kweli. Huyu binti anamuita Zai shangazi. Anamuita Zailisa shangazi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo huyu binti ni kweli alikuwa anatembea na mjomba wake. Katembea na mjomba, unaambiwa ndani mtoto kaanza jeuri. Kaanza kupiga vikumbo Zailisa, kaanza kumjeulia Zailisa. Zailisa kavumilia mengi. Leo Zailisa watu najiuliza mbona juzi walikuwa wote. Kumbe juzi alikuwa ajui Zai. Zai kaja kujua leo asubuhi. Mtiti umeanza leo asubuhi. Zai mambo amemfika hapa ndo kalimwaga shusi. Jamani, ndo hakuna, wameachana kweli. Na Zai, na wewe uache tabia kuchukua ndugu zako wote kuwapeleka kwa mumeo. Huyo ni mumeo, mwanaume pia anaisia, ndugu yangu. Zailisa we. Jamani, haya habari ndio hiyo. Hakuna kingine kilichoendelea. Manyanyaso sijui nini hakuna. Kesi ilitoka, ilifika kwa mkubwa mmoja. Mmenelewa uzuri? Kesi imeenda kwa mkubwa mmoja. Huyo mtoto mwenyewe alimpigia simu mkubwa, akaenda kumhadisia mkubwa. Alimuita kaka Haji, akamwambia bwana, kuna 1 2 3 4 5 6 7 kuna hivi na hivi, acha hii issue shamfikia mkeo. Hukuitwa kaka, uliitwa ukapewa onyo, lakini kesi ilikuwa ishe kifamilia. Umeona? Lakini Zai imemfika hapa. Zai ndo kajua leo asubuhi kwamba kweli umetembea na sijui ndo niseme mjomba, sijui ndo mwanae, sababu Zai ni shangazi mwanae. Ulikuwa tu dereva anamchukua mara Slipway, mara City, mara wapi mama juu kwa juu.
Yeah, so Juma Lokole amekuja kuthibitisha hayo mambo ambayo yametokea, na ndo kama hivyo ulivyosikia kwamba mambo ni mazito kwelikweli, kupelekea mpaka hawa wawili kuja kutemana na mpaka mambo yamefikia huku na kuonekana kabisa kwamba hii ndoa bwana haina tena muendelezo. Hii issue ya mahusiano yao bwana inawezekana ikawa kweli inaishia hapa, lakini sio hapo tu. Juma Lokole akaja akaendelea tena. Kuna ujumbe mwingine hapa Juma Lokole amekuja kuzungumza, nataka na wenyewe pia usikie kuhusiana na issue hiyo hiyo ya Zailisa kuachana na Haji Manara, kwa sababu ambazo zimeanza kuvujishwa huko mitandaoni. Maana Zai mwenyewe amekuja kuelezea sababu ambazo zimepelekea yeye na Manara kutengana. Umeona bwana, mambo ni mazito kweli kweli, lakini pia kuna mengine mazito zaidi ambayo yamepelekea hii issue kutokea. Umeona bwana. So kwa kifupi ni kwamba inasemekana kwamba kwa mujibu wa Zai mwenyewe alivyozungumza na Juma Lokole alivyokuja kuzungumza ni kwamba inasemekana kwamba kulikuwa kuna mahusiano mengine ambayo Manara alikuwa ameanzisha na ndugu wa Zailisa. Sasa huyo ndugu wa Zailisa ndo akaanza kuleta mpaka jeuri, anamletea jeuri mpaka Zailisa mwenyewe, kutokana na kwamba kulikuwa kuna kitu ambacho kinaendelea kati yake yeye na mume wa Zailisa ambaye ni Haji Manara. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Nataka hapa nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza chapchapu. Kwa mfano huyu hapa Sofia anasema kwamba bwana amesema kwamba bwana, kikuracho kinguoni mwako wanaume bwana huyu amekuja kutukana kabisa. Okay, kwa mtu mwingine anasema bwana, wameachana au sio? Ndio maana unafurahi. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo baada ya kumuona Juma Lokole akiwa na furaha. Je, anafurahia hawa wawili kuachana au ni aje? Kwa mtu bwana, kama tulivyokubaliana leo hamna kulala, inawezekana tukaendelea hadi nyumba ikiwezekana tuende hadi nyumbani kwao. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu bwana, kwa mtu amekuja hapa ameandika kwamba sasa Juma, shuka likidondoka hizo sarakasi huko kuna nini? Kuna mtu ameeleza hivyo. Kwa mtu sio kwamba bwana, hiyo umeruka hapo style ya okay. Haya, kwa mtu sio kwamba bwana, talaka nginja nginja na begi lake kichwani, hodi dula makabila, mpira umerudi kwa kipa mjini hapa. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna watu hapa wamekuja kudokeza kwamba Zailisa kuachana na Haji Manara anaweza akarudi tena kwa Dula Makabila ambaye ni ex wake. Mambo hayo. Kwa mtu hapa anaitwa Faiza Ali amesema kwamba bwana, nimeshtuka. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, wa mwisho kulala azime taa jamani. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza kuhusiana na hiki ambacho kimehappen huko mitandaoni. So ukiwa kama mdau, unazungumziaje hili ambalo amekuja kulizungumza Juma Lokole kuhusiana na hiki ambacho kimetokea au kinachoendelea katika mitandao ya kijamii? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.